Bwana, tunafahamu kwa sasa tuko kwenye FIFA break, baadhi ya timu za taifa zikijiandaa na michezo mbalimbali, hususan ile michezo ya kufuzu kombe la dunia 2026. Sasa kwa upande wa Tanzania tunafahamu tayari kikosi kimeshakwisha kuingia kambini kujiandaa na mchezo dhidi ya Morocco, na tumeona baadhi ya wachezaji wakiitwa kwenye vilabu vyao. Sasa mara baada ya FIFA break tumeona kuna baadhi ya wachezaji ambao hawakubahatika kuitwa na vikosi vyao vya taifa, na baadhi ya vilabu vimetoa mapumziko kwa wachezaji. Moja kati ya klabu ambayo imetoa mapumziko kwa wachezaji ni klabu ya Yanga, ambayo wao walitangaza kutoa mapumziko ya siku 6 kwa wachezaji ambao hawakuitwa kwenye timu zao za taifa. Sasa mara baada ya mapumziko bwana, tumeona kile ambacho kionyesha nyota mpya klabu ya Yanga, Jonathan Kangalombo, raia kutoka kule Kongo. Tunafahamu kwamba huyu ni nyota mpya ambaye usajili wake ulikamilika kwenye dirisha dogo la usajili. Sasa Jonathan Kangalombo bwana, kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ametambulisha muonekano wake mpya, na hii ni mara baada ya kupata mapumziko. Sasa unaweza ukatazama, hiyo ni video ama huu ni muonekano mpya wa Jonathan Kangalombo akiwa amenyoa upara, upala wenyewe kabisa, lakini akiwa ameachia uchebe. Na alichokiandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, ameandika short comments please, je nimependeza, msinicheke please. Hapa kaandika ati Kamwe ndo mshauri mkuu, yani afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, yeye ndiye amemshauri kuwa na muonekano huu. Kwa hiyo huu ndo muonekano mpya wa Jonathan Kangalombo, nyota mpya wa klabu ya Yanga. Ndani ya klabu hiyo tunafahamu baada ya kujiunga na klabu ya Yanga, kwa sasa amecheza michezo miwili. Kama mnakumbuka, mchezo wa kwanza kabisa akicheza zidi ya timu ya Pamba Jiji pale jijini Mwanza, kiingia dakika za mwishoni. Ni mchezo ambao aliweza kuonekana kwa mara ya kwanza mara baada ya usajili wake. Lakini mchezo wa pili bwana ni ule ambao kwenye kombe la CRDB ambao Yanga waliibuka na ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Coastal Union, ndio mchezo wake wa pili. Sasa kwa sasa huu ndio muonekano wake mpya Jonathan Kangalombo mara baada ya timu kurejea. Kwa hiyo tutakuwa tunamuona hivi Jonathan Kangalombo akiwa na upara umeng'aa kabisa. Sasa kupitia kwenye kurasa huu wa Instagram bwana, tumeona kile ambacho baadhi ya mashabiki wamecomment kupitia kwenye ukurasa wake juu ya muonekano wake mpya. Ndicho ambao wameandika hivyo. Kuna baadhi ya comment ambazo zimeweza kuandikwa kupitia kwenye ukurasa wake, na nimeona pia moja kati ya comment ya kocha ya kocha wake Miludi Hamdi, kocha wa klabu ya Yanga bwana, yeye pia amecomment kupitia kwenye ukurasa wake wa Jonathan Kangalombo. Alichokiandika ama alichokicomment, ameweka tu emoji ya kucheka, yani kama anacheka muonekano wake mpya. Huyu anasema you look amazing with your new style, ndicho ambacho amekiandika. Alafu Jonathan Kangalombo akaja akareply ama akamjibu Stan, wow thank you, akaweka emoji ya kucheka kwa kufurahi kile ambacho amekicomment. Alafu mara baada ya comment ya kocha kupitia kwenye ukurasa wake huo, mara baada ya kocha Miludi Hamdi kuweza kucomment kwa kicheko, Jonathan Kangalombo alireply kwa kucheka pia, akaandika coach, alafu akaweka emoji ya kucheka. Mwingine anasema umependeza sana Jonathan Kangalombo, akaja akajibu akaweka emoji ya kushukuru. Lakini mwingine akaja akasema so mbaya, sawa. Mwingine anasema yani mpaka raha. Mwingine anasema Jonathan Kangalombo akashukuru pia. Mwingine mwingine akacheka sema haha umependeza. Mwingine anasema Jonathan Kangalombo akaja akajibu asante sana. Alichokiandika alisema asante sana. Mwingine akajibu akaja akareply akaja akacomment kwa kucheka, na Jonathan Kangalombo pia akacheka. Mwingine akasema kipala. Mwingine anasema nikajua Chado Master. Mwingine anasema safi sana. Mwingine anasema umekuwa kaka Yanga flavor. Mwingine anasema wow. Mwingine anasema akaweka emoji ya kulia, na Jonathan Kangalombo yeye pia akamjibu kwa emoji ya kulia pia na kucheka. Lakini mwingine akaja akaandika umewaka sana kaka, big up bloody, ndicho ambacho amekiandika. Kwa hiyo huo ndio muonekano mpya wa Jonathan Kangalombo, nyota wa klabu ya Yanga, nyota mpya ambaye
alisajiliwa kutoka ndani ya klabu ya AC Vita. Kwenye ukurasa wake mpya ametambulisha muonekano wake, lakini akiwa na upara. Bana, hii si mara ya kwanza kwa baadhi ya wachezaji pengine kubadilisha mionekano. Tunafahamu kwamba kuna muda pia nyota wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Leonel Ateba alikuwa na nywele, lakini baadaye akaja kanyoa upara. Moja kati ya muonekano ambao pia uliofurahisha baadhi ya wachezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wengine wakamtania na nini, lakini iko hivyo kwamba si mara ya kwanza. Lakini pia tuliona kwa Stefano Aziz Ki alianza kuweka bleach kama Pacome, na sasa ni kama amezoeleka kwa kuweka bleach. Lakini pia Yao Kwasi ni moja kati ya wachezaji ambao waliweza kubadilisha mionekano. Kama unakumbuka ile mechi ambayo ilikuwa ikimhusu Pacome Zouzoua, baadhi ya wachezaji walibadilisha mionekano akiwemo Stefano Aziz Ki pamoja na Yao Kwasi, na wakaanza kuweka bleach, moja kati ya mionekano ambayo baadhi ya mashabiki walianza kuizoea, na sasa Stefano Aziz Ki amezoeleka kwa kuweka bleach. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo huwa linafanywa na wachezaji. Lakini pia tumeona kwa Khalid Aucho ambaye mara kadhaa amekuwa akisuka rasta, lakini pia akitoa rasta na kuwa na nywele za kawaida. Lakini pia vile vile kwa Kennedy Msonda ni moja kati ya wachezaji ambao pia amekuwa wakibadilisha muonekano mara kwa mara. Sometimes wanaweka rasta, saa zingine anakuwa na nywele za kawaida. Kwa ni jambo moja ambalo ni la kawaida sana. Djigui Diarra pia ni moja kati ya kipa ambaye pia kabla ya kuanza kubadilisha muonekano kuna muda alikuwa anaweka bleach, lakini kwa sasa pia anaonekana kawaida. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwa baadhi ya wachezaji kubadilisha mionekano. Kwa hiyo iko hivyo kwa Jonathan Kangalombo mara baada ya kushare picha ama clip video kwenye ukurasa wake wa Instagram, ukimuonyesha na muonekano mpya kabisa, muonekano ambao unamuonyesha akiwa na kipara. Tunafahamu mwanzo Jonathan Kangalombo alikuwa na rasta, kama ulimuona pia kwenye mchezo dhidi ya Pamba alikuwa na rasta, nywele fulani ambazo amezisokota kama rasta fulani hivi. Lakini kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union pia alikuwa mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na rasta. Lakini kwa sasa tunakwenda kumshuhudia Jonathan Kangalombo akiwa na muonekano wa kipala, kila ambacho amekifanya na kushare kwenye ukurasa wake wa Instagram, akiuliza kuhusiana na muonekano wake mpya, lakini akiomba short comments na akisema kwamba wasimcheke. Lakini akisema mshauri wake mkuu ni Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, ambaye yeye inasemekana ndiye amemshauri kufanya hivyo. Kwa hiyo iko hivyo kuhusiana na muonekano mpya wa Jonathan Kangalombo. Lakini unaweza pia ukashare nami kupitia kwenye comment section hapo chini, ukaniambia unaonaje muonekano wa Jonathan Kangalombo mara baada ya kubadilisha muonekano huo na kunyoa kipala. Umemkaa ama haujamkaa? Na kama ambavyo yeye mwenyewe ameweza kupokea comment mbalimbali, lakini moja kati ya comment ambayo ameipokea ni kutoka kwa kocha wake Miludi Hamdi, ambaye yeye ameweka emoji ya kucheka, yani ni kama anacheka muonekano, yani ameona Jonathan Kangalombo amebadilika na kuamua kucheka. Lakini Jonathan Kangalombo pia akamjibu pia kwa kucheka. Kwa hiyo wote ni kama wamechekana. Kwa hiyo iko hivyo wakati timu za taifa zikiwa kwenye michuano mbalimbali kwa ajili ya kufuzu kombe la dunia 2026, na baadhi ya wachezaji wengine wakipewa mapumziko, ikiwemo klabu ya Yanga ambayo imetoa mapumziko ya siku 6 bana. Baadhi ya wachezaji wanatumia mapumziko hayo pengine kubadilisha hata mionekano, kama ilivyo kwa Jonathan Kangalombo ambaye yeye ameamua kubadilisha muonekano, na sasa wakati timu inarejea tutamuona akiwa na muonekano huu mpya, akiwa na upala. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.